Asante, naweza ukasimama hapo, na tutakuwa tena na mafundisho zaidi. Lakini pia nahitaji mama asimame. Kaa upande wa kushoto, hata nyuma yake, nyuma. Asante. Niombe Pastor Omba Madudu anasimama. Pamoja na mama Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee kwa niaba ya shirika kwamba Pastor Mbembe ni mmoja kati ya watumishi walioombewa pamoja na ya Mungu Fungire mwaka 2017 kwa ziara ya representant legal John Francis Zembwe, akiwa pamoja na missionary Pastor Morris kutoka France. Kwa mwaka huo labda mimi tu ndio sikuwa kwa ziara hiyo, lakini waliombewa na ilikuwa kwamba waombewe na hatimaye wapande makanisa ambayo watayawakilisha kwa huduma hizo. Alafu kazi ambayo ilitakiwa kwamba nije kuifanya ilikuwa sasa ya kuofficialize zile paroisi ambazo walizozipanda, na ikiwa amesimama hapa ni kuofficialize kwa sababu ya kuwa tayari na kanisa ambalo ataliongoza. Jambo la pili, kwa ajili yake atapokea mafuta kutoka watumishi wa Mungu, nikiwa mwakilishi ambaye nimewakilisha uongozi kufanya kazi hiyo nchini, sababu hiyo kazi mara nyingi ni mimi ninaitenda pale ambapo viongozi wenzangu wote hawapo. Mwezi wa 4, tarehe zilikuwa 4 mwaka huu, niliombea mchungaji wa kanisa letu la 93 MCPA Panzi Bukavu, na Goma nilienda kufanya kazi, lakini hatujakamilisha yule mchungaji, lakini hapa nimekuja nikamilishe sasa huduma hizo. Na huyu ambaye ni Zelote Mbembe atapata mafuta kusimamia Region Ecclesiastique yetu ya 93 MCPA ho Katanga. Tushangilie. Tunapokuwa community yetu iko na structure za Region Ecclesiastique 6. Kwa sasa hii ambayo tunaofficialize hapa ni ya 3. Tulianza na Sud Kivu ambako mimi ndio ninaangalia ile Region Ecclesiastique. Ile imeanzishwa tangu 2007. Inakuwa na paroisse zisizopungua hata 13 na kidogo. Alafu ya pili ni ya West Kinshasa, na ya 3 sasa hii ambayo imeimarishwa mahali hapa, hii ya Ho Katanga. Zingine Kasai hatujaenda, lazima tutakuwa kule na Kisangani pia. Na hawa ambao wako hapa, ninajua kwamba Katanga iko na provinces 4, si je ne me trompe pas administrativement. Alafu kuongoza mji huu aisa province yetu mukadere ya Region Ecclesiastique ya province 4. Wewe usianze kuangalia mbona sijui wapi hakujakuwa kanisa, Kolwezi hakuna kanisa. Ni nini mtalipeleka pale? Bwana asifiwe sana. Ni muda wa kupanda, na misio yetu iko
iko wazi kwa kupanda makanisa. Ni muda wetu ambao Mungu ametupatia kwamba tuhusike. Mimi nimeanza mwaka 2007 kuwekwa. Wakati huo nilikuwa wangali wananiona kama kijana, lakini sasa ninaanza kuona na mimi naanza kuelekea kwa watu wazima. Nakosa tu hivi, lakini kwa sababu walionitangulia wanazo na mimi zitakuja. Bwana asifiwe sana. Na hawa ninaamini kwamba ni watu wazima na wana wito wa Mungu wafanye kazi hiyo. Tunapowabariki kama vile wachungaji wa kuongoza Region Ecclesiastique, mko deja comme missionnaire kwa ile kazi ambayo mtafanya, na tutakuwa pamoja na ninyi nikiwakilisha ngazi za umisionari hapa pia, kwa sababu na mimi niko missionnaire. Sifanyi tu kazi nchini, lakini pia nafanya kazi katika nchi zingine. Nikitoka hapa nitafanya kazi Burundi, nikitoka hapa nitafanya kazi Tanzania. Kwa hiyo popote pale ambapo misio yetu iko, na ninyi mtakuwa na uwezo wa kufika pale. Jina la Bwana libarikiwe sana. Atawakilishwa na Pastor Omba Madudu Baro. Huyu atahusika na maisha ya injili ya kanisa, aisa evangelization. Kwa hiyo hawa wawili ndio wameonekana kwamba tuwateue rasmi na tuwaombee ili kwamba wafanye kazi hizo. Kwanza Mbembe anahusika na Paroisse Said Kasapa. Watu wa Kasapa mshangilie kama mpo. Na Pastor Oba atapakwa mafuta kama mchungaji wa kanisa La Présence de Dieu Kinkavel. Hatimaye atahusika kama sister, atahusika na injili. Kwa hiyo kabla hatujaenda kuomba kwa ajili yao, tahitaji maandiko ambayo yametayarishwa. Samahani, tunaanza huku. Huyu anasoma kwa kuhusu wachungaji na representa pale atakuja kusoma kuhusu wazee. Tunaanza na huyo hapa kwanza. Asante. Watasoma, tutakuwa na muda kutafsiri, muda umeenda. Karibu. Tunasoma Petro wa kwanza sura 5 mstari wake wa kwanza hadi wa 5. Ndio. Biblia inasema, ninawasihi wazee walio katikati yenu. Ndio. Mimi niliye mzee pamoja nao. Ndio. Na mshuhuda wa mateso ya Kristo. Ndio. Na mshiriki wa utukufu utakaofunuliwa. Ndio. Mbili yake. Kulisheni kundi la Mungu. Lichungeni kundi la Mungu lililo katikati yenu. Lililo katikati yenu. Mkiwasimamia si kwa nguvu. Si kwa nguvu. Lakini kwa mapenzi. Lakini kwa mapenzi. Kama Mungu anavyotaka. Kama Mungu anavyotaka. Wala si kwa fedha ya uchafu. Si kwa fedha ya aibu. Lakini kwa nia tayari. Lakini kwa nia iliyo, kwa moyo ulio safi. 3 yake nasema. Ndio. Wala msitawale uangalizi mliowekewa. La, msijifanye kama mabwana kwenye nafasi ambazo mtaongoza. Lakini muwe mifano ya kuiga kwa lile kundi. Lakini iweni vielelezo kwa lile kundi ambalo mtaliongoza. Ile yake nasema. Ndio. Na wakati mchungaji mkubwa atakapoonekana. Na wakati mchungaji mkubwa atakapoonekana. Mtapokea taji ya utukufu. Mtaipokea taji ya utukufu isiyoharibika, ambayo haitaharibika. 5 mwisho. Ndio. Vivyo hivyo. Ndio. Vile vile ninyi vijana. Nafikiri naishia pale kwa ine. Asante. Niseme kwamba kazi ambayo mtaifanya, wapendwa, kwa kanisa la mahali pamoja na katika Region Ecclesiastique, ni kazi ya utumishi. Ni kazi ya utumishi. Ni kazi ambayo
haiko ya kujifanya watawala, lakini vielelezo kwa kundi. Mtatambua kwamba huduma mmepewa haiko authority, ni watumishi, so the serviteur simple. Mtanyenyekea kwa wale ambao mtawaongoza. Hamtawatawala kwa mamlaka, lakini mtakuwa vielelezo katika ushawishi. Ninajua tulikwisha kufundisha hiyo. Basi nitapita tu kwa maswali, lakini pia ongeza Timotheo wa kwanza 3. Tunasoma Timotheo wa kwanza 3 mstari wake wa kwanza. Ndio. Biblia inasema, ndio, hizo ni sifa ambazo mtazifuata. Neno hili ni la kweli. Hili neno liko la kweli. Kama mtu akitaka kazi ya mwangalizi, mtu akitaka kazi ya askofu, anataka kazi nzuri, huwa ametamani kazi nzuri, basi imempasa mwangalizi asiwe na laumu, asiwe mtu wa kulaumika, mume wa mke mmoja, awe mume wa mke mmoja, mwenye kiasi, mwenye akili, mtu wa utaratibu, mtu ambaye anakuwa na utaratibu, mkaribishaji, mtu ambaye ni mkarimu, mkaribishaji wa wageni, anayejua kuwakaribisha wageni, mwenye kujua kufundisha, ajuaye kufundisha, si mtu wa kulewa na mvinyo, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiganaji, si mpiga watu, si mwenye tamaa ya fedha, hayuko mtu wa kutamani fedha ya aibu, lakini awe mpole, si mtu wa ugomvi, si mgomvi, asiwe mtu mwenye kutamani, mwenye kusimamia vema nyumba yake, awe na responsibility kwa ajili ya nyumba yake, akilisha watoto wake, anayejulisha watoto kwa utaratibu wote. Kwa maana mtu asiyejua kusimamia nyumba yake, yeye mwenyewe atachunga kanisa la Mungu. Atalichungaje kanisa la Mungu? Ile yake nasema, ndio sita yake nasema, si muamini mpya, asiwe mwongofu mpya, asije akajivuna, ili asije akajivuna na kuanguka katika mtego wa ibilisi, katika hukumu ya shetani. Ndio imempasa tena kushuhudiwa mema na watu walio nje. Ndio, ashuhudiwe mema na watu walio nje, asianguke katika kulaumiwa na mtego wa shetani, ili asije kuanguka. Nafikiri naweza kashia pale. Hayo ndiyo mtayafanya, hayo ndiyo mtayafuata. Na wake zao vile vile lazima wao wake waaminifu, wanaokuwa na moyo wa kukaribisha wageni, wanawake ambao wanajua kutetea huduma, kutetea udhaifu wa pale ambapo baba labda alishindwa kufika, lakini mama alishafika pale ili kulitia kundi moyo. Hivyo ndivyo nafikiri mtafanya. Labda nipite tu kwa maswali. Pastor Ndende, uko tayari kutumikia kanisa kama mchungaji na representant wa region ecclesiastique ya Haut-Katanga? Ndio. Utatoa muda na utakuwa mwaminifu kwa mwongozo na katiba ya 93e CP ya Porte Ouverte? Ndio. Labda ni ulize mama, umeona charge ambayo papa ameichukua mbele ya mkutano na mbele za Mungu. Wakati mwingine atahitaji nguvu kutoka kwako, utamuhimiza ili afanye kazi vizuri katika hali ya magumu atakayokumbana nayo. Huwa hatuyahitaji, lakini tunapoingia katika kazi ya Mungu huwa tunajua kwamba shetani anajiandaa kutujaribu. Je, utakuwa mvumilivu katika yote kulingana na huduma ambayo papa ameweza kuipokea? Ndio kabisa.
Swali lingine, uko tayari kumpa mashauri na kumuombea ili kwamba afaulu kwa uongozi? Ndio. Asante. Pastor Omba, leo Mungu ameona kwamba upakwe mafuta kama mchungaji wa paroisse La Présence de Dieu Pakinkaville. Je, na kuwa pia mchungaji msaidizi katika region ecclesiastique ya Haut-Katanga. Kazi hiyo umeipokea na kuifanya kwa moyo? Ndio. Basi utakuwa mwaminifu kwa mwongozo wa kanisa na katiba ya 93e CP ya Porte Ouverte? Ndio. Asante. Mama, nafikiri umeona huu mzigo ambao baba ameupokea. Huduma ya utumishi haiko huduma ya uongozi, ni huduma ya utumishi. Uko tayari kushirikiana naye, kumtia moyo na kumwombea kwa ajili ya kazi ya Mungu ambayo ameipokea leo? Asante. Labda niulize kwa makanisa yetu 93e CP ya Porte Ouverte, Paroisse Saide Kasapa pamoja na La Présence de Dieu Pakinkaville, mmekubali kuwapokea hawa kuwa wachungaji wenu, kuwaongoza na kuiongoza region ecclesiastique ya Haut-Katanga? Asante. Nafikiri kupata wachungaji ni kupata vyombo vizuri, lakini pia inahitaji maombi yenu kuwaombea ili kwamba waweze kufanya kazi ya Mungu vizuri. Kwa hiyo niombe wachungaji ambao wako hapa, representa, simame na piga magoti. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watumishi hawa Selot Mbembe Mashagira, wewe ndiwe ulimtambua kabla angali katika tumbo la mama yake, ukajua kwamba atakuwa mchungaji na ataongoza region ecclesiastique ya Haut-Katanga. Tumepaka mafuta kwa ajili ya huduma hizi ambazo ni kubwa, haiwezekani katika mwili, lakini katika roho inawezekana. Roho Mtakatifu, tupali kwamba kazi hii iweze kufanyika, waweze kuitenda kwa moyo katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa pamoja nao katika mema, katika magumu, utawasaidia, utaongoza, utaongezea hekima na maarifa, utaongezea ufahamu, utawapa ili kwamba wafanye kazi hii kwa moyo. Mungu wetu, ninaamini kwamba neema yako wewe mwenyewe acha ifanye kazi kwa ajili yao. Roho Mtakatifu, utawala maisha yao, utawapa imani, watasimama kwa wakati unaofaa na wakati usipofaa. Ile neno ulilozungumza kwamba mtapokea nguvu na kisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu utawalinda pamoja na wana zao pia, uwaongoze katika huduma ili kwamba wafanye sawasawa na mapenzi yako. Asante Yesu kwa sababu neema yako yatosha, kwamba uwabariki tangu sasa hadi daima, kwa Kristo Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.
Yesu aliokoa